Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Ndugu zangu Waislamu, karibu tena katika mtiririko wa hadithi zetu za Arbauna Nawawi, na tulianza katika juma lililopita hadithi ya 8, tukaishia kati, tukaigawa kwa kuitolea maelezo, na leo tunaimalizia kipande cha pili pale ambapo mtume tuliona anasema hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu salata wa yu'tu zakata. Hapo sasa ndipo tulipoishia. Kwa maneno yanayofuata hapa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema fa idha fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Watakapofanya hivyo, hao ambao nimeamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nipambane nao, nipigane nao vita, yani watakapomwamini Mwenyezi Mungu kwamba ni mmoja, hana mshirika, hakuzaa wala hakuzaliwa, lakini pia watakapoisimamisha swala, watakapoitekeleza, na pia watakapotoa zaka, basi wamelinda kutokana na mimi damu zao na mali zao. Ndugu zangu Waislamu, pia hapa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuonyesha kwamba Uislamu unatukuza nafsi kuliko mali. Mbona alivyotanguliza asamu minni dima'ahum wa amwalahum, wamelinda kutokana na mimi damu zao na mali zao. Sasa sisi siku hizi tunaishi tofauti. Leo hii ndugu zangu Waislamu, yupo tayari auwe au amdhalilishe mtu, amshushe mtu cheo chake kwa sababu tu ya kutaka kupata mali, lakini anasahau anashusha hadhi ya mtu, anaacha kuiheshimisha damu ya mtu. Hayo ni makosa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuonyesha kwanza itangulie nafsi ya mtu kwa sababu ndio kitu kikubwa, kisha zifate mali zake. Kwa Mtume anatuonyesha njia za kupita hapa, na sisi tushikamane na njia hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam kisha akaendelea, pindi watakapofanya hao damu zao na mali zao, basi mimi wamezilinda kutokana na mimi, ila isipokuwa bihaqi lislam. Ndugu zangu Waislamu, katika maneno haya tunapata pia kisa cha Sayyidina Abu Bakar na Umar radhiallahu anhuma. Mabwana hawa wakubwa, baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kufariki, yalizuka makundi mengi. Baadhi ya watu waliokuwa Waislamu wakarudi nyuma, baadhi yao waliritadi, walirudi katika dini zao, wengine wakagoma kutekeleza baadhi ya nguzo za Kiislamu. Mfano wa baadhi ya nguzo walizoziacha ni kuacha kutoa zaka. Basi Sayyidina Abu Bakar radhiallahu anhu, yeye akawa ameanzisha mapambano dhidi ya makundi yote yaliyogoma kutoa zaka. Lakini jambo hili Amirul Mu'minin Umar bin Khattab akamwambia, ya Abu Bakar, unapigana vipi vita na mtu ambaye kwamba Mtume amesema mtu atakapotoa shahada basi inakuwa ni haramu, na amelinda mtu huyo damu yake, mali zake kutokana na Muislamu mwenzie? Vipi unapigana naye vita? Abu Bakar akamweleza na akamwonyesha ufahamu wa maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema illa bihaqqi islam, isipokuwa kwa haki ya Uislamu. Kwa sababu zaka, ndugu zangu, sababu ni haki ya Uislamu. Zaka kwa kila mwenye kutajika kuitoa zaka, basi ni haki ya Uislamu kutolewa zaka hiyo kuwafikia walengwa, maskini na mafukara, kama walivyotajwa katika sheria na dini ya Kiislamu. Lazima baadhi ya mambo ambayo Uislamu umeyataka yatekelezwe hata kama mtu ameshatamka shahada. Basi Amirul Mu'minin Umar bin Khattab akakubali na akasema hakika Mwenyezi Mungu amemkunjulia kifua chake Abu Bakar na amemwonyesha njia ya kupita hata ikiwa ni katika kupigana vita. Kwa pia hapa pia tunapata kuona kwamba hata wewe Muislamu ambaye umeshatoa shahada, wewe unaswali, kuna mambo ni haki kwa wewe kuyatekeleza, na lao ikiwa hauyafati basi inakuwa ni halali baadhi ya Waislamu wenzio pia kukupambana, kuonyesha njia ya kukupitisha wewe katika kuitekeleza ada hiyo. Lakini pia Mtume Mwenyezi Mungu rehema na amani juu yake akamalizia akasema wa hisabuhum ala Allah, kama hisabu yao juu ya matendo yao itabaki kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala. Pia hapa kama tulivyosema kwamba sisi tutachukua mambo yaliyokuwa dhahiri, yale yanayoonekana. Kama mtu anaswali, anafunga, basi sisi tumuhesabie ni Muislamu mwenzetu, na sisi tumuhesabie huyo ni katika sisi. Akifa atazikwa katika makaburi yetu na atafanywa taratibu zote za Kiislamu, sheria zote za Kiislamu ataingia nazo, kama masuala ya ndoa, sheria na mengineyo yote atahusika nayo, kwa sababu tu yeye anatekeleza mambo yanayoonekana kwa dhahiri. Lakini hisabu ya mtu huyo ni kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala. Ajabu, sisi leo hii Waislamu tunatiana ukafiri. Yani mtu baadhi amuite mwenzie kafiri japokuwa anamuona ni katika Waislamu, anaswali, anafunga na mengineyo, lakini tu kwa sababu tunapishana itikadi, tunapishana njia za kupita katika kuswali, katika masuala mbalimbali ambayo yamekuja,
basi tunaitana makafiri, tunakufurishana. Tahadhari ndugu zangu Waislamu, huko ni kuingilia mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hilo ni jambo kubwa kabisa. Ndio maana Mtume akasema wahisabuhum ala Allah, na hisabu yao itabaki kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu atupe ufahamu wa maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na pia atupitishe katika njia zake kama alivyowapitisha maswahaba zake na watu wema wote waliotangulia. Usiache kutufuatilia ili kupata vipindi vilivyokuwa bora kabisa katika channel hii ya Rabta TV, na usiache pia kufuatilia darasa letu la hadithi, na pia kama kuna sehemu kuna maswali na maoni pia unaweza kututumia katika channel zetu mbalimbali zilizopo mtandaoni ambazo unatufuatilia katika simu yako, katika televisheni yako. Mwenyezi Mungu atubariki sisi sote, wewe unanisikiliza na mimi ninayezungumza. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.